Utakumbuka kichwa cha somo tunachokwenda nacho kinasema kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Na maandiko tunayoyasimamia ni Mathayo sura ya 5 mstari ule wa 7 mpaka wa 12. Lakini leo tunagusa tu ule mstari wa 8 ambapo wanasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Kanuni za ufalme wa Mungu zinavyobomoa ufalme wa giza. Kumbuka maisha yetu yote hapa duniani, struggle yetu, mapambano yetu ni dhidi ya nguvu za giza. Nguvu za giza zinaweza kukufanya usioe, usiolewe. Nguvu za giza zinaweza kuvunja ndoa yako. Nguvu za giza zinaweza kufanya kanisa lisikue. Nguvu za giza zinaweza kukufanya mahusiano yako na Mungu yakaharibika. Nguvu za giza zinaweza kukuharibia kazi yako. Nguvu za giza, ukizembea shauri yako. Ndio maana sisi tunamaanisha, tunaposema tunafunga, tunaomba, tunamaanisha, kwa sababu tunajua ndoa zetu haziwezi kuwa imara eti kwa sababu tuna visomo au kwa sababu tuna fedha. Hakuna. Utaiona ndoa inakatika na fedha yako na kisomo chako, hivi unaiona. Kwa hiyo tumaanishe, watoto wangu, tumaanishe. Sasa Yesu anaposema heri wenye moyo safi, kwa sababu hao watamuona Mungu, alikuwa anazungumzia hali ya ndani dhidi ya hali ya nje, kwa sababu watu walikuwa wanajionyesha sana kwa ibada za nje za unafiki. Yaani tulizungumza vizuri sana unafiki wa nje, kujionyesha nje, wakati ndani wameweka mambo machafu ya unyang'anyi, ulevi, ufisadi na kila kitu, lakini nje wanajionyesha wazuri. Na tukasema moyo ulio safi ni moyo ambao wenye nia, mawazo na dhamiri inayoendana na mapenzi ya Mungu aliye hai. Nia yako ni ya kumpendeza Mungu, mawazo yako yanaendana na mapenzi ya Mungu, dhamiri yako iko safi, maamuzi yako unayoamua ni kwa ajili ya ubinafsi wako au ni kwa ajili ya kumpendeza Mungu aliye hai. Moyo ulio safi utajipima kwenye mambo haya na kujiweka chini ya mapenzi ya Mungu, kwamba Bwana, sio mapenzi yangu lakini ya kwako yafanyike. Kama ninaamua sio kuridhisha hasira yangu, ninaamua kwa sababu mapenzi yako yametaka namna hiyo. Moyo ulio safi. Nimewaza hivi kwa sababu ndivyo ambavyo mawazo yako yanakubaliana na mapenzi yako. Na nia yangu ni safi. Nilisema jana, unaweza ukafanya jambo zuri nje, lakini motive ikawa sio ya kimungu. Nikakwambia sio kila anayekuja kanisani ana motive ya kukutana na Mungu. Nje ataimba mapambio, atatoa sadaka, lakini moyo sio safi. Tukazungumza sana habari za Yuda. Sasa moyo unapokuwa sio safi, maana yake unakunyima kukutana na Mungu, kwa sababu anasema nini? Heri wenye moyo safi, hao watamuona Mungu. Moyo ukiwa mchafu unakunyima kuonana na Mungu. Usipokutana na Mungu, maana yake nini? Maana yake unakosa baraka, unakosa zile heri. Anaposema heri, maana yake ni baraka. Amebarikiwa mtu mwenye moyo safi, kwa sababu anakutana na Mungu. Kwa hiyo moyo unapokuwa mchafu, huwezi kukutana na Mungu. Manake huwezi kuyaona matendo yake makuu kwenye maisha yake. Kwa hiyo unapoteza heri kwenye ujana wako, kwenye usichana wako, kwenye maisha yako, utumishi wako unapoteza, kwa sababu nia yako itakuwa sio ya kimungu, mawazo yako sio ya kimungu. Imagine, tuchukulie mfano rahisi tu. Uko kwenye ndoa,
Mungu anasema mume mmoja, mke mmoja. Hiyo ndio nia ya Mungu. Wewe nia yako ni kwenda huko kupambana huko nje, huko nje. Na ukishafanya hivyo, moyo sio safi tena. Kwa hiyo kama moyo sio safi, manake unazuia zile heri za Mungu kwenye ndoa yako. Utashangaa Biblia inasemaje? Wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Wewe umeleta nia nyingine, mfarakano unaanza ndani ya nyumba. Kwa hiyo huwezi kuiona baraka ya Mungu kwenye hiyo ndoa, huwezi kuiona. Kwa sababu gani? Moyo chafu, moyo umeficha, umegeuka kichaka cha adui. Wakati mama anajitahidi, wewe umetunza kichaka, umetunza mgeni huko ndani. Baba wakati anajitahidi, wewe mama umetunza kichaka, mgeni huko ndani. Haiwezekani. Na ndio maana hata hapa kanisani tunahubiriana neno la Mungu ili wote tuwe na nia ya Kristo. Wote tuwe na nia. Tukiwa na nia ya Kristo, huwezi kuyaona magomvi, kwa sababu kila mtu atajiuliza, ninasema haya kwa sababu ya Kristo au kwa sababu yangu mwenyewe? Ninakosoa haya kwa sababu ya wivu au kwa sababu, kila mtu atajichuja mwenyewe. Ndio maana nasema ni nani anayefahamu nia ya Bwana ili amuelimishe? Sisi tunayo nia ya Bwana. Anasema mnie mamoja. Tunawezaje sisi hapa wote tukania mamoja hapa, kila mtu ana background yake, na tunawezaje kunia mamoja? Ni pale tutakapoijua nia ya Kristo au mapenzi ya Kristo. Tutapinga mapenzi mengine yote, tutasema hapana, hayo yanatufuruga. Kinachotufanya tukae pamoja kwa umoja ni nia na mapenzi ya Mungu aliye hai. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana kwenye Wakorintho wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5 pale anasema hivi, japo tunaenenda kwa jinsi ya mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Kwa maana silaha zetu zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome, tukiangusha mawazo na kila kitu kijiinuacho kilichoinuka juu ya elimu ya Mungu. Wakorintho wa pili sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5. Tukiangusha kila kitu kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Kwa hiyo kama unajua wewe wazo lililokuja ndani yako sio la kimungu, unaliacha la nini? Lazima uliangushe. Usimtegemee Mungu ndio aje angushe. Wewe umeshapambanua, ili wazo linaniletea ugomvi na ndugu yangu, wewe ndio unatakiwa uliangushe. Ukiliacha litakuza huo ugomvi kwenye hiyo ndoa au kwenye hilo kanisa. Angusha kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, kiburi, majivuno, chuki. Usingojee mtu akwambie kwamba wewe una chuki au una kiburi au una majivuno au una wivu. Hapana. Unaye Roho Mtakatifu anatosha kukwambia, na akishakwambia angusha mara moja. Ukiacha umepotea. Ndio maana jana tulizungumza sana jinsi ambavyo Yesu alivyokuwa anafukua mioyo. Anawaambia, mmesikia imenenwa kwamba usizini, lakini mimi nawaambia kila anayemwangalia mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini. Maana yake nini? Anawaambia msiangalie tu tendo la nje, kwa sababu uzinifu unaanzia moyoni. Kwa hiyo wekeni mkakati moyoni, sio wa kudhibiti matendo, mdhibiti kule moyoni. Maana yake hata mtu anayejiona kwamba mwilini kwa nje ana maadili anaweza kuwa na shida moyoni. Kwa hiyo nataka turudi wapi? Moyoni. Ndio maana nikauliza, inachukua masaa mangapi kumwangalia mwanaume na kumtamani? Just a twinkling of an eye. Kwa hiyo Yesu anachotaka sio muendelezo wa lile wazo linaingia. Umemwangalia mtu, wazo linaingia. Lakini anachosema Yesu, usiruhusu muendelezo wa hilo wazo, kwa sababu litakupeleka kwenye kitendo.
Kwa hiyo wazo likishaingia, wewe ndio una jukumu ya kulipangua, kwa sababu huwezi kulizuia kuingia, litaingia. Ndio maana wataalamu wengine wanasema hivi, huwezi kumzuia ndege kunya hapa kwenye kichwa chako, huwezi kumzuia, atapita kabla chini atakunya. Lakini unaweza kumzuia ndege asijenge kiota hapa, kila akiweka unaondoa, kila akiweka unaondoa. Huwezi kuzuia mawazo mabaya au ya kumtamani mtu yasiingie. Hayupo mwanadamu mwenye uwezo huo, hayupo. Na ndio maana Yesu anatuonyesha kwamba wote sisi tunahitaji kuomba rehema za Mungu na kumwambia Bwana tusaidie. Hayupo asiyehitaji msaada wa Mungu, hayupo. Kwa sababu mawazo mabaya hayupo ambaye anaweza kuyazuia yasiingie, isipokuwa tuna uwezo wa kuyafanya yasitutawale. Kwa sababu yakitutawala ndio utakuta sasa unafuatilia mpaka unaenda kufanya uzinifu. Kwa hiyo Yesu anachotutaka tuyakabie mawazo juu kwa juu. Watoto wa mjini wanasema tunayakabia huko kabla hayajafanya vitu vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Kwani wewe kama umemtamani mtu, ukiingia chumbani kwako ukianza kuangusha hayo mawazo, nani anayekusikia? Si wewe unadili mwenyewe, unajishughulikia mwenyewe. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana, nimemtamani yule dada, ninaangusha haya mawazo. Nimemtamani yule mume wa mtu, lakini sitaki wazo, naangusha haya mawazo. Nani anakusikia? Ni wewe na Mungu wako, kwa sababu ukiliacha lile, utamfuata huyo mwanamke, utamfuata kwa sababu lina upako, lile wazo lina upako au lina nguvu ya kishetani. Kwa hiyo utashangaa, unavaa suruali mwenyewe, unatoka, unauliza unaenda wapi? Nafika hapo tu, unakwenda. Yesu ndio iko hataki, anataka tukabie juu mawazo. Tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, juu ya utakatifu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu, mkazo wa Yesu ni kuhusu usafi wa ndani, lakini si hasa nje. Na ndio maana anasema hivi, yeyote atakayemwangalia mwanamke, hazungumzi yule anayeangaliwa. Tuko pamoja? Atakayemwangalia, anazungumza yule anayemwangalia, mwanamke au mwanaume, hazungumzi anayeangaliwa. Yesu anashughulika na yule anayeangalia. Ndio maana mwangalie Daudi alipomuona Bethsheba anaoga. Bethsheba alikuwa na shida gani? Anaoga, mke wa Uria. Macho yalipoona namna hii, wazo likamjia kama mfalme. Mfalme akatuma tu watu wake, nileteni yule mwanamke hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Kwa sababu alilientertain lile wazo. Kama ameona tu mtu anaoga akajipitia zake, dhama ile isingemkuta. Lakini aliliweka lile wazo, akaanza kulifikiria, akaanza kumtafakari. Mwisho wa siku akajikuta kwamba anaoda mke wa mtu aletwe kwake, na wote mnajua kilichotokea. Lakini mwangalie Ayubu. Ayubu anasema kwenye Ayubu 31 mstari wa 10, anasema kwamba nimefanya agano na macho yangu, nawezaje kumwangalia msichana? Kwa sababu anajua, na nimefanya agano na macho yangu, nawezaje kumwangalia msichana? Sio kwamba hamwangalii, anachosema anaweza kumwangalia msichana, lakini mawazo ameyakabia juu, hawezi kupinduliwa, kwa sababu ameshaambia macho yake, angalia lakini usione. Amefanya agano. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mkazo wa Yesu, pamoja na kwamba ni wa rohoni, haimaanishi kwamba anapuuza hali ya nje. Na hapa ndio wakati mwingine tunakosea. Watu wengine tunasema kwamba Mungu anaangalia rohoni tu, sio mwilini, tunavaa hovyo. Hapana. Ukweli huu hauondoi au pingani na ukweli kwamba bado muonekano wa nje ni muhimu kwa sababu ya kanuni za heshima, hofu ya Mungu na maadili ya kijamii. Hii maana yake kuvaa uchi kanisani au popote
hupingana na heshima kwa Mungu na kwa watu wenzako. Kwa hiyo tukikwambia Mungu anaangalia rohoni, heshima kwa wenzako. Mtu yoyote asiye mbinafsi huwa anajali wengine. Kwa hiyo unapovaa unajiuliza kwanza, ninajijali mimi tu au ninajali na wale wenzangu ninaosali nao? Wewe utakuwa ni mtu mwadilifu. Lakini mtu mbinafsi anakosa, anapoteza sifa ya uadilifu kwa sababu anajiangalia yeye tu. Kuangalia moyo ni muhimu, lakini kushindwa kuheshimu mwili na kanuni za ibada ni hila ya adui. Ni hila ya adui. Ni hila ya adui kabisa. Kuvaa mavazi yenye staha ni ishara ya heshima na hofu ya Mungu, huku moyo ukihimiza matendo mema. Ndugu zangu, mavazi sio chimbuko la usafi wa moyo. Hapana. Unaweza ukavaa mavazi yenye staha, lakini bado moyo wako ukawa na chuki, moyo wako ukawa na wivu, moyo wako ukawa na husuda. Lakini ni mfano wa kuheshimu ibada na wale unaoabudu nao. Ndio maana tunakwambia vaa modestly. Moyo safi ni kiini cha ibada halisi, lakini kuheshimu kanuni za ibada na mwili wako ni sehemu ya heshima mbele za Mungu na jamii. Kwa hiyo basi, kushinikiza kwamba watu waje nusu uchi kanisani kwa sababu Mungu anaangalia moyo ni hoja inayokiuka kanuni za ibada na kumtengenezea Ibilisi mazingira rafiki ya utendaji kazi. Ili sasa kuelewa moyo safi, ni muhimu sana ujue moyo usio safi ni kitu cha namna gani. Kitaka kuelewa moyo safi, angalia moyo usio safi ni kitu cha namna gani. Moyo usio safi ni moyo uliojaa dhambi, kwa maana ya chuki, tamaa mbaya, kiburi, uasi, na ni moyo ambao una nia mbili, kama tulivyoangalia jana, unafiki. Ndani ni mtu mwingine, nje ni mtu mwingine. Nia mbili, lakini nia yako sio moja tu ya kumpendeza Mungu. Una nia mbili, ndani una sura nyingine, nje unatuonyesha kitu kingine. Huo moyo sio safi. Mme wako unamwambia kitu kingine nje, ulivyo ndani unajua kabisa unachosema sicho. Moyo sio safi. Moyo sio safi. Hali hii hutengeneza moyo kuwa kichaka cha shetani, na mwishowe mtu anatumika upande wa giza. Kama kuna maombi unapaswa kumwombea mmeo, sijui mtoto wako, mke wako, ni moyo safi. Mtu akiwa na moyo, yaani matatizo yote tulionayo kwenye ndoa, kanisa, wapi, ni uchafu wa mioyo, sio kitu kingine. Kwa sababu nia zetu sio nia za Mungu aliye hai. Tumeficha mambo yetu, tumetengeneza kichaka cha adui, lakini nje tunaonekana wasafi. Ndio maana nirudi tena kwa Yuda kidogo. Yuda hakuwa na moyo safi, japo nje alionekana kuwa ni msafi na wenzake, anaonekana ni msafi, anatembea kwenye kampani ile na Yesu, ndio anashika mkoba wa sadaka, alionekana ni mtu mwema tu kwa nje, lakini ndani moyo wake ulikuwa una hila. Moyo wake ulikuwa haupatani na Yesu Kristo. Moyo wake ulikuwa umejaa usaliti, lakini nje sema Bwana Yesu, nakupenda, tunatumika pamoja na nini, lakini ndani sivyo. Shetani alitengeneza kichaka ndani ya moyo wa Yuda. Kwa hiyo ukiangalia Yohana sura ya 13 mstari wa 2, anasema hata wakati wa chakula cha jioni, naye Ibilisi amekwisha kumtia Yuda mwana wa Simoni Iskarioti moyo wa kumsaliti. Maana yake ametumbukiza mawazo ya kumsaliti Yesu, ametumbukiza nia ya kumsaliti Yesu, ametumbukiza maamuzi
ya kumsaliti Yesu, lakini nje hawaoni, wenzake wanaona ni sawa tu. Kwa hiyo maamuzi yake, nia yake, mawazo yake yalikuwa yana msukumo wa kishetani. Unajua, wakati mwingine mpaka unajiuliza, huyu mtu mbona anatumia nguvu kubwa sana katika haya maamuzi? Ni nini kweli? Lakini nyuma kuna nguvu ya adui katika yale maamuzi. Mbona ili wazo, kwa nini tunamshauri asibadili? Yaani kwa nini ameng'ang'ania tu? Nyuma kuna nguvu ya mtu anasukuma hilo wazo, hiyo ajenda. Imagine siri ya ndoa bwana, mimi bado mpaka leo namsaluti Mungu. Namsaluti Mungu kabisa. Umekaa na mtu lakini mawazo alionayo ni kinyume na wewe. Nia yake ni kinyume na wewe, lakini unaishi naye siku zote. Mstari ule wa 21 sura ya 13 anasema naye, sura ya 13 mstari wa 21 kitabu cha Yohana anasema, naye alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakashangaa, wanajiuliza, ni nani? Ni Yesu. Ni mimi Bwana? Ni mimi Bwana? Tumekaa hapa niseme hapa, amini amini wanapotas, mmoja wenu hapa atanisaliti. Unaweza kujua ni nani? Najiangalia tu, baba ni mimi. Ni mimi. Kila mtu anahangaika. Kwa nini baba amerusha jiwe gizani? Nani? Yesu alirusha jiwe gizani. Wanafunzi wakashangaa, lakini hila ilikuwa imejificha moyoni mwa Yuda. Moyo wake haukuwa safi, ulijaa hila. Ndugu zangu, ufalme wa Mungu unataka moyo safi. Moyo wenye hila ni kichaka cha shetani, kitatuletea shida kwenye taifa, kwenye kanisa, kwenye familia, shida. Moyo uwe safi, toa matakataka, mwache Kristo. Unachoamua kiwe chenye mapenzi ya Mungu na kipate nguvu za Mungu aliye hai na si vinginevyo. Inawezekana uko hapa au unanisikiliza mahali popote, umeficha hila ya kumsaliti bosi wako, umeficha hila ya kumsaliti mkeo, umeficha hila ya kumsaliti mmeo, umeficha hila ya kumsaliti mchungaji wako, umeficha hila ya kumsaliti Mkristo wako, umeficha hila ya kumsaliti mchumba wako, umeficha hila. Ngoja niwape hii, sijui kama nilishawapa. Dada mmoja rafiki yangu alikuwa anakwenda kwenye engagement. Wamekubaliana na mwenzake uchumba, tunaoana na nini, sawa, unaenda huko nyumbani. Kamchukua rafiki yake, bwana nisindikize. Wamekwenda, engagement imefanyika kule nyumbani kijijini huko. Kumbe yule bwana alipomuona rafiki wa mchumba wake, macho yakatazama, moyo ukatamani. Ibilisi akaingiza hila, moyo ukawa mchafu. Baada ya pale mambo yaligeuka namna hii. Aliyofanyiwa engagement akaolewa rafiki aliyemsindikiza kwenye engagement. True story. Rafiki yangu nimesoma naye la kwanza mpaka form 4. Huwa nalia sana mbele Mungu, kwa nini ulituficha siri hii ya kuelewa mambo kwenye mioyo ya watu? Kwa nini? Lakini basi nafika mahali nasema mwacheni Mungu aitwe Mungu. Huenda angetufunulia, tungeona mambo yaliyo ndani ya mioyo ya watu, labda tungemalizana kila leo, tungeuana kabisa, kwamba wewe ndio unaniwazia mimi namna hii, ndio unanichukia hivyo. Kwa hiyo Mungu ametunyima kujua namna hiyo, ametunyima. Ndio salama yetu. Lakini muangalie Kaini. Nakupa tu watu wanaonyesha mioyo michafu ili ujue nini maana ya kuwa na moyo safi. Kwenye Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 8. Moyo wa Kaini ulikuwa ni kichaka kilichoweka chuki, kilichoweka hasira, kilichoweka kiburi.
Kumbuka jana tuliangalia, anasema imeandikwa kwamba msiue, lakini mimi nawaambia kila amuoneaye hasira ndugu yake amekwisha kuua. Kaini aliua kabla hajaua. Kwa sababu alitengeneza kichaka huko ndani. Kaini maneno yake ya nje yalikuwa ni mazuri, ni maneno ya dini, maneno ya kilokole, maneno yenye upendo, lakini sivyo alivyokuwa ndani. Anamwambia ndugu yake Abeli, twende tukacheze uwandani, twende tukacheze, lakini ndani anajua kabisa hawaendi kucheza, anaenda kumuinukia ndugu yake na kumuua. Unafiki, moyo ulio mchafu, unakutamkia maneno mengine, lakini ndani mtu yuko mwingine. Na hii ndiyo kanisa la leo lilivyo. Kanisa la leo lilivyo. Kanisa la leo lilivyo. Bwana asifiwe mpendwa. Bwana asifiwe na vifua. Bwana asifiwe vitokana. Ni wangapi leo hii tuna moyo mchafu kama wa Kaini? Twende tukacheze. Unakwenda unamwekea sumu ndugu yako. Twende sije tukafanya nini? Unakwenda kumbe umemkodia majambazi. Njoo shoga yangu na nini? Kumbe unampeleka mwenzako anakwenda kutekwa. Unafahamu kabisa moyo mchafu. Yesu anasema heri wenye moyo safi. Heri wenye moyo safi, hao watamuona Mungu. Shetani hutumia moyo usio safi kuleta uharibifu. Shetani hawezi kugusa moyo safi. Mahali popote pametokea uharibifu, ujue kuna moyo fulani ulikuwa mchafu na shetani akapata nafasi ya kutumia. Iwe kwenye ndoa, iwe kanisani, iwe kwenye taifa, lazima shetani huwa anatumia moyo mchafu. Ndio maana huwezi tu ukasema eti unafukuza nzi. Haya manzi bwana, hata hayaishi, haya hayatoki. Ukiona nzi wapo ni dalili kwamba hapo mahali ni pachafu, fanya usafi. Kwa hiyo huwezi kusema tu siku, shindwa, toka, achia ndoa yangu, ama nini, wakati moyo ni mchafu. Hiyo ndoa haiachii. Nakwambia, hayo maisha hayaachii. Kwa sababu mazingira yanampa uhalali wa kukaa, ni machafu. Na mahali pachafu Mungu hakai. Mahali Mungu hakai, shetani anaingia tu kama kumsukuma mlevi. Ndio maana vita yetu yote na nguvu zetu zote kuhakikisha tunamuomba Mungu na tunahakikisha kwamba mioyo yetu ni misafi. Mwangalie Anania na Safira. Matendo sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 10. Walitoa ahadi bila kulazimishwa na mtu, mbele ya madhabahu Roho Mtakatifu akaishika ile ahadi, kwamba sisi tutauza kiwanja na thamani tutakayoipata ya hiyo fedha tutaileta. Kiwanja kilivyonunuliwa, wakaona sasa ile pesa imekuwa kubwa sana, hawawezi yote, wakaipeleka kanisani, wakatengeneza unafiki, kukawa na nia mbili. Wakakata kidogo, wakamletea Petro, wakamwambia pesa yote ndio hii. Petro anamwambia hii ndio pesa yote ya thamani ya kiwanja. Baba mchungaji, wateja wenyewe siku hizi ni wa shida, lakini ndio hiyo. Petro akamwambia, kwa nini shetani mnamruhusu shetani anasema kwa nini shetani ameujaza moyo wako kusema uongo? Ugomvi wetu ndugu zangu ni shetani tu. Ndio anayetujaza mioyo yetu, anayechafua mioyo yetu na kutupa nia za uongo, na kutupa mawazo ya uongo, na kutupa dhamiri za hovyo. Shetani. Petro anamwambia, kwa nini unamwambia Roho Mtakatifu uongo? Kwa nini? Umemruhusu shetani, ameujaza moyo wako, unasema uongo. Nje unajionyesha msafi, lakini ndani sivyo. Anania pale akazimika. Mke wake naye anakuja hivyo baba anamwambia vipi? Anasema Petro anamwambia, kwa nini mmepatana na mume wako kufanya mambo haya yasiyo? Anamwambia wale waliochukua mume wako nao watakuchukua wewe sasa hivi. Mwanamke naye akaanguka hapo wakafa. Leo hii
unaweza usife kwa jinsi ya mwili kwa haraka namna hiyo, lakini ndio unapoteza dira kwenye ulimwengu wa roho. Kiroho kinakuwa giza kabisa, wala hutamuona Mungu akisema na wewe. Kwa nini? Kwa sababu ushazoea dhambi, ushazoea kuweka kichaka cha maovu huko moyoni. Kwa hiyo hata Mungu akija kukusemesha mambo ya kweli hauwezi tena. Kwa sababu gani? Kuna giza kule. Hebu safisha. Anasema kwa rehema na kweli uovu usafishwa. Kubali kweli ya Mungu na ita rehema za Mungu aliye hai. Mwambie Bwana nihurumie, mwambie Bwana nirehemu, niumbie moyo mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukaribu wa Mungu, ukaribu na Mungu unahitaji moyo safi. Na ndio maana Zaburi ya 24 ile mstari wa 3 mpaka wa 4 anasema, ni nani atakayepanda katika mlima wa Bwana? Ni nani atakayesimama katika patakatifu pake? Anasema, mtu aliye na mikono safi na moyo mweupe. Atapokea baraka kwa Bwana na hakika haki kwa Mungu wa wokovu wake. Daudi akijua mambo haya alimlilia Mungu sana kwamba niumbie moyo safi. Akamwambia Mungu, najua wewe unapendezwa na kweli iliyo moyoni, sio kweli iliyo nje ya moyo. Hapana, kweli iliyo moyoni. Sasa mnapokwenda karibu na mwisho, kuna vitu vya msingi sana. Maandiko kama mawili ya msingi nayapenda sana ya Daudi. Haya huwa yananifikirisha kila leo. Andiko la kwanza ni kwenye Zaburi 14 Zaburi 19 mstari wa 14. Haya ni maombi ya Daudi, na naomba yawe maombi yako na maombi yangu siku zote za maisha yako. Zaburi 19:14 anasema, maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako, Bwana, mwamba wangu na mwokozi wangu. Nikapiga pause, nikawa najiuliza, inakuwaje Daudi anayatilia mashaka mpaka mawazo yake hayaamini, mpaka maneno yake anayatilia mashaka? Sijui kama wewe ushawahi inawezekana unatilia mashaka maneno tu ya watu wengine. Mbona akasema hivi? Daudi anatilia mashaka mpaka maneno yake na mawazo yake, alafu anamwambia Bwana, mimi siamini haya, yapate kibali. Haijapata kibali, mdomo wangu usizungumze, nitaharibu. Haijapata kibali, nisiwaze hivi, nitaharibu. Na nataka nikwambie, saa umeumizwa na mtu au umetendewa ubaya, usiamini maneno yako wala mawazo yako kabisa. Yaani saa hiyo ndio saa ya kumwambia Bwana, mawazo yangu na maneno yangu yapate kibali, kwa sababu saa hiyo unakuwa uko karibu zaidi na shetani kuliko Mungu. Chukua hiyo saa ambayo watu wamekuumiza, watu wamekutendea mabaya, watu wamekutendea ndivyo sivyo, unakuwa karibu zaidi na shetani kuliko na Mungu. Kwa hiyo usana itakwambia usiamini utakachokisema, chochote kitakuharibia. Usiamini saa hiyo utakachokiwaza, kitakuingiza chaka. Cha msingi, wewe nenda omba rehema kwa Bwana. Mwambie Bwana, nihurumie, nimeshavurugwa, nimeshaumizwa, siwezi kuwaza vizuri, nitakachozungumza chochote kitakuwa ni uharibifu. Naomba mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali. Maana yake nini? Weka kufuri Mungu, yasitoke isipokuwa wewe umeruhusu. Ndio maana huwa tuna principles zetu, tunasema saa umekasirika usiongee, hata ungelazimishwa namna gani. Nilikuwa naangalia kwenye klipu moja mwanamke anamwambia mume wake, wewe, mimi nakusemesha wewe ujibu, una kiburi sana wewe, unajeuri sana wewe. Lakini nilielewa, mwanaume najielewa kwamba saa hii kuna mgogoro hapa, sio saa ya kuongea. Nikiongea tu tunaharibu. Kwa hiyo ni afadhali nitafsiriwe kwamba nadharau, ni afadhali niambiwe kwamba mimi ninajeuri, lakini hapa mimi siongei. Bwana Yesu asifiwe. Jamaa mmoja akaniambia, mchungaji, mke wangu leo kaongea usiku mzima, sijalala usiku mzima, ananifanya hivi. Tunaambia, ina maana wewe unisikii mimi naongea peke yangu, una kiburi sana usiku mzima.
nikitoka nikienda sijui sebuleni, ananifuata ananitikisa namna hii, namwangalia kupiga siwezi, namuona nilifunga mdomo tu namna hii, sikuzungumza. Na adui huwa anajua, mkishaanza tu cheche za maneno namna ile, ngumi iko karibu. Mwenye kisu atachukua kisu, mwenye gongo na. Kwa hiyo funga mdomo. Hata ungechoka, hata wewe una kiburi, sijui unakujibu, mimi naongea kama pepo peke yangu, nyamaza kimya. Saa ile mtu yuko karibu na shetani zaidi kuliko Mungu. Chukua hiyo. Nitegemea ungesema baba nimeichukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nikapiga hatua mbele, nikajiuliza, nikasema, kwa nini Daudi anaomba maombi ya namna hii? Wewe unajua kabisa kuua mtu ni chukizo. Alafu namwambia Mungu, mawazo ya moyo wangu, una wazo la kuua na unajua kabisa kuua ni chukizo. Una wazo la kuchukua mke wa mtu na unajua kabisa Mungu hataki. Alafu sema mawazo ya moyo wangu inakuwa. Lakini nilimwelewa Daudi kwa sababu kujua kwamba jambo ni kosa haimaanishi mawazo yanakufa. Hapana, unaweza kujua kosa lakini mawazo au hisia bado zikakusukuma kufanya hicho ambacho unajua ni kosa. Ndio maana Daudi anaomba, anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu. Hapa ndipo naona umuhimu wa maombi ya Daudi. Kwa sababu hatujui kwa sababu si kwamba hatujui sheria, si kwamba hatujui kwamba Mungu hiki kitu hakitaki, lakini kuna msukumo unaotusukuma. Kwa hiyo maombi yetu ni kwamba tunamuomba Mungu msaada, tusisukumwe zaidi kutenda lile ambalo tunalijua kwamba hili ni baya. Ndio maana Paulo akalia akasema, lile jema ninalotaka kulitenda silitendi, lakini lile baya nisiyotaka kulitenda ndio najikuta ninakwenda. Akasema, ole wangu masikini mimi, ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Lakini kule mbele anasema, namshukuru Mungu Baba katika Yesu Kristo, ambaye yeye ndio ananipa nguvu, ananipa uwezesho. Ninajua hili ni baya, alafu ninalikataa. Unajua, kujua kwamba kitu ni baya ni jambo moja na kukataa ni jambo jingine. Unaweza ukajua kabisa hili ni baya na bado ukalifanya. Nguvu ya kutokufanya inatoka wapi? Inatoka kwa Mungu aliye hai. Inakujaje? Ni lazima kumuomba Mungu aliye hai. Unadhani tunaongeaga mambo, unadhani ni rahisi? Unadhani ilikuwa ni rahisi kwa Yusufu kukimbia ile zinaa kwenye nyumba ya Potifa? Haikuwa rahisi. Biblia inasema yule mama alikuwa anasema na Yusufu siku nyingi, sio siku moja au mbili, siku nyingi. Anamwekea lile wazo limtawala Yusufu, leo, kesho kutwa. Lakini Yusufu alikuwa anapangua hilo wazo, ni kama alikuwa anamwambia Mungu, nilinde hapa, Mungu nitie nguvu hapa, nitatokaje ikiwa bosi wangu ndio hivi? Mungu nisaidie. Siku ilipotokea, hata nguvu zilipotokea, hata Yusufu ungemuuliza hajui, akakimbia. Haikuwa nguvu zake wala uweza wake, ni nguvu ya Mungu ndio iliyomfanya akimbie. Lakini vinginevyo ungejikuta anajua kwamba hili ni kosa, lakini amepoteza nguvu ya kusema hapana. Ndio maana nguvu ya kusema hapana tunaipata kwa Mungu aliye hai peke yake. Yesu Kristo alijifunza kusema no. Shadraka, Meshaki na Abednego walijifunza kusema no kwa mfalme. Daniel alijifunza kusema no. Unajua, Ayubu alisema no kwa mke wake. Tujifunze kusema no dhidi ya dhambi na ushawishi wa kidunia. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini mstari mwingine wa pili ninaupenda kwa Daudi ni Zaburi ya 139. Zaburi ya 139 mstari wa 23 mpaka wa 24. Anasema Zaburi ya 139 mstari wa 23 mpaka wa 24. Ee Mungu, unichunguze, ujue moyo wangu, unijaribu, uyajue mawazo yangu, uone kama iko njia
iletayo majuto ndani yangu, ukaniongoze katika njia ya milele. Daudi hauamini kabisa moyo wake, na hiyo ni akili, kwa sababu Biblia inasema kwenye Yeremia 17:9, moyo huwa mdanganyifu. Yeremia 17:9, moyo huwa mdanganyifu. Chukua hiyo vizuri kabisa. Chukua hiyo vizuri kabisa. Yeremia 17:9, moyo huwa mdanganyifu, tena una ugonjwa wa kufisha. Moyo unaweza ukaua ndoa yako, moyo huo wa kwako. Moyo unaweza ukaua huduma, moyo unaweza ukaua mahusiano na mchungaji wako na yoyote. Moyo una ugonjwa wa kufisha, una ugonjwa wa kufisha. Maradhi yanayoleta mauti, yanatenganisha ndugu na kile. Moyo huo wa kwako na huo wa kwangu. Kwa hiyo Daudi, madhara yaliyompata kutembea na mke wa mtu, alafu akaenda ili afiche dhambi, akamuua yule mume wa yule dada, anajua jinsi ambavyo moyo ulivyomsababishia madhara. Anamwambia, Bwana unichunguze. Ninaweza nikadhani na ujua moyo wangu, lakini siujui bado moyo wangu, kwa sababu una vitu kule ndani vinaweza kuleso. Ndio maana ndugu zangu, tukielewa mambo haya tutahurumiana. Mtu anapokosea utamhurumia, kwa sababu unajua moyo huo unadanganya. Mtu anasema hata sielewi hii imetokea namna gani. Moyo huo unadanganya. Ndio maana anasema moyo safi ni moyo unaowekwa chini ya mamlaka ya Mungu aliye hai, na kila leo kuita nguvu ya Mungu na kumwambia Mungu, tawala moyo wangu. Daudi anasema uovu usinimiliki. Anasema nimeliweka neno lako moyoni mwangu, ili nisikutende dhambi. Nimeliweka neno lako moyoni mwangu, uovu usinimiliki. Uovu ukikumiliki, mke wako atasema we, lakini hawezi. Mume wako atasema we, lakini hawezi. Mchungaji wako atasema we, lakini hawezi. Kwa nini? Kwa sababu moyo umeshatiishwa na uovu. Ni moyo mchafu, moyo wenye nia mbili. Kwa hiyo Daudi anajua anachokiomba kwa Mungu, kwa sababu yalishamsibu. Ndio maana anapoomba maombi haya ni maombi ya unyenyekevu sana, kwa sababu anatambua kwamba mwanadamu anaweza kujihesabia haki hata kama amekosa. Ndio kazi ya moyo. Anajua kabisa amekosa, lakini atatafuta kila namna ya kupaka rangi na kujihesabia haki. Hawezi kukiri kusema hapa nimekosa. Huo ndio moyo wa kwako na wa kwangu. Huo ndio moyo wa kwako na wa kwangu. Unajua kabisa umekosea, lakini huwezi kuadmit. Hasira, wivu, tamaa vinaweza kutakatishwa, vikaonekana kwamba ni kama vitu vizuri. Mtu akahalalisha wivu, akahalalisha hasira. Alinikosea bwana, ndio maana nikasirika nikampiga. Anatakatisha kabisa uovu. Hapana. Ndio maana Daudi anasema, Bwana unichunguze, ujue moyo wangu, nijaribu, uyajue mawazo yangu. Daudi alijua kuwa moyo wa mwanadamu unaweza kuwa na makusudi yaliyofichika. Biblia inasema sehemu nyingine, kuna hila nyingi katika moyo wa mwanadamu, lakini kusudi la Mungu ndio litakalo prevail. Lakini kuna hila nyingi kwenye mioyo yetu. Ndio maana Daudi anaomba maombi ya namna hii, kwa sababu anajua mioyo yetu imebeba hila nyingi, lakini kusudi la Mungu ndio linalotakiwa lisimame. Daudi kwa maombi haya hakutaka kufanya mawazo yake kuwa ni kipimo cha mwisho, kwa sababu sio mara zote tunawaza kwa usahihi. Chukua hiyo vizuri kabisa. Usifikiri mara zote unawaza kwa usahihi. Ukajihesabia haki kabisa. Hakuna. Rudi kwa Mungu, mwambie Mungu, nichunguze, hivi ninavyowaza ni sahihi? Haya
haya maamuzi ninayofanya ni sahihi? Haya ni maombi ya mtu mnyenyekevu, sio unachoanza wewe tu unalipuka nacho basi na kuona kwamba kila mtu lazima afuate kwamba ni sahihi. Hapana, nenda kwa unyenyekevu mbele za Bwana, muulize. Bwana Yesu asifiwe sana. Huu ni unyenyekevu kwa Mungu. Daudi hakujiamini kwa haki yake yeye mwenyewe tu, bali kwa kumruhusu Mungu awe ndio hakimu wa kweli wa moyo wake, awe hakimu wa kweli wa moyo wake na mawazo yake. Maombi haya ya Daudi yalikuwa na lengo halikuwa tu kufunuliwa makosa yake, kwamba Mungu amchunguze amfunulie tu makosa yake. Hapana, lakini pia lengo lilikuwa kwamba aongozwe katika njia sahihi. Anamwambia, uone kama kiko kitu kibaya ndani yangu, uniongoze katika njia ya milele. Alikuwa anataka uongozi sahihi. Ni mara ngapi tumemwambia Roho Mtakatifu kwamba niongoze katika njia iliyo sahihi, hivi ninavyowaza, ninavyotenda, wakati mwingine tunaamua tu, lakini hatumuulize haya maamuzi yangu ni sahihi? Ni maamuzi yataumiza mwingine au kuumia kwa mwingine? Mimi ndio nafurahia kwamba nimemkomesha. Hiyo sio roho ya Mungu, sio roho ya Mungu. Tungekuwa tunaelewa mambo haya, yaani kanisa lingekuwa mwelele, ndoa zingekuwa mwelele, kwamba kila maamuzi unayotaka kufanya yanachujwa kwanza na chujio linaloitwa Roho Mtakatifu. Daudi anatufundisha mambo haya. Ni wakati gani sahihi wa kuomba maombi kama haya? Ni wakati gani? Mimi naweza nikasema ni kila wakati, lakini hasa kabla hujafanya maamuzi makubwa, ni wakati wa kuomba maombi kama haya. Jafanya maamuzi makubwa ya kindoa, sijui ya kihuduma, ya kinini, niambie Bwana nichunguze, niko serious kweli naingia kwenye ndoa, au kwa sababu tunasikia watu wanaoaga na mimi ndio naingia, au watu wanaolewa naingia kukamilisha ratiba. Nichunguze Bwana, niko kweli na commitment ya that. Mwambie Mungu, halafu mwambie Mungu, nipe commitment, kwa sababu utumishi ni commitment, ndoa ni commitment. Nichunguze nia yangu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nawaambia mambo hayo, unajua mimi hata wakati naoa na kula kiapo pale nilikuwa nasema, lakini miaka michache ilipopita ndio nilikuwa najua uzito wa yale maneno niliyosema kuliko siku yenyewe ambayo nilikuwa na hapa. Yaani siku niliyokuwa na hapa nilikuwa naona kawaida, lakini kadri maisha yalivyokwenda na Mungu alivyokuwa ananisemesha, ndipo nilikuwa nalia machozi kwamba kumbe nimeingia kwenye commitment ambayo haihitaji mambo ya lele mama. Kaambia Bwana nisaidie. Hivi unaelewa unapomwambia mtu katika raha na shida, katika ugonjwa, unajua ni maneno rahisi, lakini ngoja aanze kuugua, alafu ndio utajua uzito wale maneno. Kama hajaugua utaona. Ndio maana nakwambia tunayasema tu pale, uzito hatuone. Ngoja aanze kuugua, anatapika, unazoa matapishi, unakamua, unaweka kule, sijui umemlisha, umefanya nini, hapo ndio utaona uzito na utalia machozi mara mbili, kwamba ile ndio commitment. Ile commitment sio katika raha tu, hapana hata kidogo. Katika shida na katika raha. Kuna saa mnapita hamna mavazi, kuna saa mnapita hamna kitu cha kula, bado commitment itakuwepo, au itakuwa ni matusi tu, mwanaume gani, mwanaume suruali, mwanaume itakuwa hivyo, au tutatiana moyo tufanye nini tutoke kwenye hiyo situation.
Na si unajua sasa hivi na mitandao ya kijamii na maredio, wanaume tunavyotukanwa huko kwenye maredio huko, mwanaume ni lazima ujue kutimiza majukumu yako, mwanaume si mwanaume nini, yaani tunasimangwa kweli, tunasimangwa kweli. Wanaume tuchangamke jamani, tuchangamke. Na wake zetu ndio wao wanashinda kwenye social media, yale wanayokula kwenye social media ndio wanakuja na kukubwagia wewe jioni kwa sababu ndio kashajazwa. Hajasoma neno la Mungu, kasoma social media kule umbea, ndio wanakuja kukumwagia. Kama huna stamina ya neno la Mungu unatoka. Unasema mimi mwanamke hapana, lakini hapana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Watoto wangu naona mnachekea tumboni. Tuchekeni tuwasikie mnacheka, msichekee tumboni. Huu ndio uhalisia. Na mimi nawapa fakti za maisha kupitia neno la Mungu. Tunaimarishwa na Mungu ameweka mambo ya vizuri kabisa. Yaani neno la Mungu halijaacha kitu hata kidogo. Huku linazungumza uvumilivu, huku linazungumza kuacha uvivu, huku linazungumza kufanya kazi, huku linazungumza kuomba, huku linazungumza nini? Yaani hivyo. Sasa wewe ukiwa mtoto wa kiume unashindwa hata kuchinja jogoo. Baba weka balbu hapo, unatafuta kijana. Na wewe njoo, baba umeshindwa kuweka balbu hapo baba. Samuel, usiniambie kwamba nakukalia sana mwanangu. Mimi nawatengeneza. Hapa mko jikoni, mnapikwa. Mnapikwa. Sisemi mama hawezi kuweka balbu, lakini hizo ni kazi za kiume. Ukimwona mama unaambia shuka mama, napanda mimi mwenye, ngoja nikusaidia. Mama anahangaika na ninyinia na mapazia kule, wewe unaona tu, mama shuka bwana, hizi kazi. Mama akianguka hapo unaulizwa, hivi alikuwa ameangukaje? Eti alikuwa anaweka mapazia na wewe huko. Unasubutu kweli kusema namna hiyo kwamba eti alikuwa anaweka mapazia. Wewe ulikuwa wapi? Eti nilikuwa nimekaa hapo tunamwangalia namna hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapomalizia ndugu zangu, Yesu anasema heri wenye moyo safi, kwa maana hao watamuona Mungu. Moyo safi ni moyo usio na hila wanangu. Ni moyo usio na unafiki, moyo uliotakaswa, moyo usio uliotiishwa chini ya mamlaka na mapenzi ya Mungu aliye hai. Ile Wakorintho wa kwanza 3:5, namalizia hapo. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 5, anasema Bwana atayamulikisha yaliyositirika ya giza na kudhihirisha mashauri ya mioyo. Hii inanipa hofu sana kwamba watu hawajui yaliyomo mioyoni mwetu. Tunahubiri, tunafanya nini? Lakini Mungu ndo anajua siri na motives tulizo nazo. Anasema hivi, Mungu atadhihirisha mashauri ya mioyo, atadhihirisha yote yaliyositirika, atayaweka wazi namna hii. Anachosema ni nini? Anachotutaka tuwe na moyo safi, ili siku ile tusiaibike. Ndani tukifunuliwa ndani, nje ndani, tunasema sawa, wewe toa, wewe weka nje ndani, mimi ndo niko hivyo. Lakini ukiambiwa ndani kuja nje unaogopa, kwa sababu ndani kukija nje yaani ndani ya kufanana na nje, nje kufanana na ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanangu, Mungu awabariki sana. Sababu ningekuwa umeshainuka kutupeleka kwenye maombi ya hitimisho katika siku hizi 4 ambazo Bwana ametupa, na kesho tutakuwa na mkesha hapa jioni wa nguvu kabisa. Lakini endelea kuombea semina ijayo ya mwezi wa 3 mwishoni. Tarehe ziko zimeshapangwa, lakini endelea kuomba. Tutafika tu. Mungu anatutengeneza. Weka commitment. Unajua jambo lolote ni commitment. Iwe ni ndoa ni commitment, utumishi ni commitment, biashara ni commitment, na kumjua Mungu ni commitment. Kama huna commitment, wewe utakuwa wa kawaida tu. Kanisani kuja mpaka usukumwe. Semina kama hizo unalala tu mpaka usukumwe, lakini kila kitu ni commitment. Kila kitu ni commitment. Simama tu hapo ulipo. Simama hapo tu ulipo. Yamefundishwa mambo mengi sana jioni ya leo, na hasa kwa siku hizi 2 ambazo tumekuwa tukiangalia kwa upana kuhusiana
na maneno Yesu ambayo anasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ninaamini wakati neno limepita, kuna vitu ambavyo wewe ndani yako umekuwa ukivisikiza na umemwambia Mungu, hakika nikitoka mahali hapa nitatamani kuvifanyia kazi hivyo vitu. Hebu inua mikono yako tuimbe pamoja na huyu mwimbaji. Kuna maneno aliyasema, akasema, chunguza unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Chunguza unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Inua tu mikono yako juu, alafu tuimbe kwa pamoja. Nitakuambia kitu cha kuomba hapo mbele, sawa na maneno ambayo yamepita mbele yetu, au siku ya leo, sawa na vile ambavyo yamehubiriwa. Chunguza unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Chunguza Baba, chunguza unichunguze Bwana Yesu, na kuomba unichunguze. Chunguza Baba, chunguza unichunguze. Ndio Yesu. Chunguza Baba, chunguza Yesu, unichunguze. Bwana Yesu, ninakuomba unichunguze. Chunguza Baba, yaseme tu kwa kuunganisha ndani ya moyo wako. Ndio Yesu. Chunguza Baba, chunguza mawazo, unichunguze. Bwana Yesu, ninakuomba unichunguze. Katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ile ya 3, hasa kuanzia sura ya 11, Biblia inamweleza Mfalme Suleiman, ambapo hapo kwanza alitokewa mara mbili na Mungu Gideon, na baada ya kujenga hekalu la Bwana, Mungu akamwambia Suleiman, uwe mkamilifu katika moyo wako, uende katika njia alizopita au alizoenda baba yako Daudi. Lakini Wafalme wa kwanza sura ile ya 11 mstari wa 4, kuanzia mstari wa kwanza mstari wa 4, Biblia inaeleza Suleiman hakwenda katika ukamilifu wa moyo. Suleiman hakwenda katika ukamilifu wa moyo. Biblia inasema akawafuata wanawake wageni na kuwaoa. Wanawake hao wakageuza moyo wake. Kwa maana hiyo, katika uzee wake Suleiman hakwenda katika ukamilifu. Mstari wa 9, Biblia inaonyesha Mungu akachukizwa kwa sababu Suleiman hakwenda katika ukamilifu wa moyo wake. Na matokeo ya kutokwenda katika ukamilifu wa moyo, mstari wa 10 na wa 11, Biblia inasema ufalme wake au ufalme uligawanywa. Mungu akamwambia, nitaugawanya ufalme wako, nitampa mtumishi wako. Nitaugawanya ufalme wako, nitampa utumishi wako, kwa sababu haukwenda katika ukamilifu wa moyo wako. Haukwenda katika ukamilifu wa moyo. Watu wa Mungu, mambo haya ambayo yamezungumzwa kwetu siku ya jana na siku ya leo kuhusiana na moyo safi, kuna maana kubwa Mungu kututaka sisi tuwe wakamilifu katika hali zetu za ndani, mioyo yetu. Tumeona hapo ndipo tunaweza kumuona Mungu, ndipo tunaweza kukutana na Mungu. Hakuna namna tunaweza kuexperience baraka za Mungu kwenye maisha yetu kama hatuna ukamilifu wa mioyo au usafi wa moyo. Ukamilifu wa moyo ama usafi wa moyo, ukamilifu wa moyo. Suleiman, ufalme wake uligawanywa kwa mtumwa wake aliyekuwa mtumwa.
sasa ndiye anayepewa ufalme mwingi kuliko yeye. Kwa hiyo kuna madhara makubwa sana tusipoenenda katika ukamilifu wa mioyo. Unaweza ukaelewa kwenye familia ndoa zinaweza kuvunjika. Unaweza kuelewa kwenye utumishi, namna ambavyo tumefundishwa mahali hapa. Ninaamini kwa kadri ambavyo Roho Mtakatifu amekufundisha, neno hili litakuwa linazungumza kwako kila siku. Tumefundishwa, Daudi anamwambia Mungu, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu. Hebu nenda mbele za Bwana kwa maneno tu ya kinywa chako, mwambie Bwana, nipe moyo mkamilifu, nipe moyo mkamilifu. Tumekuwa tukienda hayo ndio maombi yetu. Tumeomba wakati ule, tuombe na wakati huu. Mwambie tu Bwana, nipe moyo mkamilifu. Nimemaliza semina kwa siku hizi 4, lakini sitatoka Bwana mahali hapa kama bado haujanipa moyo mkamilifu. Nipe moyo mkamilifu, moyo ambao utatii, moyo ambao dhamira yake, mawazo yake, nia yake na matakwa yake yanaendana na mapenzi yako. Mwambie tu Bwana kwa maneno ya kinywa chako, kwa sababu umemwambia akuchunguze. Ameona kuna kitu kimepunguka ndani yako. Kwa hiyo omba neema ya Bwana kukamilisha moyo wako, kukamilisha moyo wako. Kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati, sura ya 21, sura ile 20, Biblia inamweleza Yehoshafati anatembea katika ukamilifu wa moyo, lakini watu wake hawakuwa wanatembea katika ukamilifu wa moyo. Mioyo yao haikuwa imekazwa kwa Mungu, kumtafuta Bwana Mungu wao. Kwa maana hiyo kulikuwa kuna uharibifu unatokea kwenye nchi yao. Kwa hiyo kama moyo wako hautatembea katika ukamilifu wa kiungu, hautatembea katika usafi ambao Mungu anataka, wewe unauhakika kabisa kuna uharibifu unaweza kutokea kwenye ujana wako. Wewe ni binti wa kike, wewe ni binti mahali hapa, wewe ni kijana wa kiume, wewe ni mama kwenye ndoa yako. Ni rahisi sana, baba amezungumza vizuri hapa. Unaweza ukaapa kiapo kabisa pale wakati unafunga ndoa, lakini wakati mambo yanaendelea kwenye familia, mnaishi kwenye ndoa na mmefunga agano hilo, kuna mambo yanaweza yakatokea. Kama moyo si mkamilifu, uharibifu unaweza kupita sana kwenye familia, kwenye ndoa, na unaweza ukapita kwenye kanisa vivyo hivyo. Mwambie tu Bwana kwa maneno ya kinywa chako, Bwana nipe moyo mkamilifu, Bwana nipe moyo mkamilifu. Umenichunguza, umeona ndani yangu, umenichunguza, umeona ndani yangu. Bwana, moyo wangu haujakamilika ndani yako. Yesu, umba moyo mkamilifu ndani yangu kwa jina la Yesu. Yawe ni maombi ya kwako binafsi, yawe ni maombi ya kwako binafsi. Unamwambia Bwana kwa jina la Yesu. Wewe ni binti mahali hapo, unajua changamoto za ujana kama binti, changamoto za ujana kama kijana wa kiume, unajua changamoto ambazo unapitia kwenye ndoa. Wewe mama, unajua changamoto za kiutumishi kama mtumishi, unaelewa. Mwambie tu Bwana, tupe moyo mkamilifu. Unaweza kupiga magoti hapo ulipo, unamwambia Bwana kwa uzito, kwa sababu ni maombi ya kwako wewe binafsi. Unatamani Bwana akusaidie. Tumeambiwa hakuna namna tunaweza kutembea katika huo ukamilifu ama usafi huo isipokuwa tumesaidiwa na Bwana. Na ndio maana Daudi anamwambia Bwana, unichunguze, Bwana unichunguze, kwa sababu amejijua anahitaji msaada wa Bwana kutembea katika ukamilifu na unyofu wa moyo. Anahitaji msaada wa Bwana kutembea katika ukamilifu na unyofu wa moyo. Kama unajua unahitaji huo msaada wa Bwana, mwambie tu usiku wa leo, mwambie tu jioni ya leo, Baba ninahitaji msaada wako Bwana mabwana katika kukamilisha moyo wangu. Ndio, mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana, mwambie tu Bwana. Yawe ni maombi yako ukumbi mzima, kila mmoja azungumze na Bwana kibinafsi. Wewe unajua unapotoka mahali hapa ni mwepesi kuwazia wengine mabaya, ni mwepesi kuhamaki juu ya watu wengine wanapokosea. Hebu mwambie tu Bwana ndani yako, niumbie moyo mkamilifu. Mwenza wako kwenye ndoa mambo mabaya, unamwanzia rafiki yako mambo mabaya, hebu mwambie tu Bwana ndio moyo mkamilifu. Yawe ni maombi ya kwako, kwa sababu Daudi alitambua, siwezi kuwa na moyo safi kama Bwana hautanisaidia. Siwezi kuwa na moyo safi kama Bwana hautanisaidia. Siwezi kukutana na baraka zako kwenye maisha yangu. Siwezi kukutana na baraka zako Machi. Siwezi kukutana na baraka zako mwaka huu 2026 kama Bwana hautanisaidia moyo wangu, mawazo yangu, maamuzi yangu, fikra zangu. Bwana
yakawa sawasawa na mapenzi yako, yakawa sawasawa na mapenzi yako, yakawa sawasawa na mapenzi yako. Mwambie tu Bwana, ninahitaji msaada wako. Ndio Yesu, kumbi mzima jioni ya leo tunalia na tunahitaji msaada wako Bwana. Tuende wapi Bwana mabwana? Wewe ndio unaweza kuelekeza mioyo yetu Bwana mabwana. Daudi akasema, Bwana unichunguze mimi na mambo ya sirini Bwana mabwana, uone kama iko njia iletayo majuto ndani yangu. Baba, kuna mtu mmoja analia mbele zako Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Amejua moyo wake unapomshuhudia jioni leo, na anachohitaji Bwana ni kugeuza moyo wake, apewe moyo mkamilifu Bwana mabwana, moyo ulio safi. Ndio anahitaji msaada wako Bwana mabwana, katika jina la Yesu. Kuna mazingira amekutana nayo, moyo wake ukaguswa, akashindwa Bwana na hayo mazingira. Bwana mabwana, kuna vitu aliviangalia vikachafua moyo wake kama hekalu lako Bwana mabwana, na naomba Bwana umsaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni huyo mama kwenye hiyo ndoa, ni huyo baba kwenye hiyo ndoa, ni huyo kijana maisha yake, ni huyo mtumishi. Bwana, wewe unaangalia vyote, si kwamba tu unaangalia Bwana moyo, hata na nje Bwana mabwana. Mfalme wa amani Yesu Kristo, mengi yamefichwa machoni petu Bwana, yaliyo katika mioyo ya watu wengine. Laiti tungejua Bwana wanaotuwazia wengine, Yesu, tungesogea mbele zako Bwana mabwana na kukuambia, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie, Baba tusaidie. Ndio kumbe mzima, lia na Bwana, lia na Bwana tu wewe na Bwana, lia na Bwana, lia na Bwana jioni ya leo, lia na Bwana jioni ya leo. Kuna baraka zako umezipoteza kwa sababu umekosa ukamilifu wa moyo. Kuna baraka zako umezipoteza kwa sababu umekosa ukamilifu wa moyo. Kuna ufalme ulikuwa nao Bwana akaugawanya kwa sababu umekosa ukamilifu wa moyo. Kuna nafasi kubwa ambayo Bwana alikuwekea mbele yako, umeipoteza kwa sababu umekosa ukamilifu wa moyo. Baba wa kwanza ni mimi, hiyo nafasi kubwa ulioweka mbele yangu Bwana siwezi kuifikia kama Bwana hutanipa ukamilifu wa moyo. Baba tusaidie kama kanisa, kuna nafasi kubwa umeweka mbele yetu, kuna viwango umekusudia kutuinua, hatuwezi kufika kama Bwana haugetupa ukamilifu wa moyo. Kama kanisa Bwana, tutawezaje kufika viwango vikubwa kama sisi kwa sisi tunawaziana mabaya, tumewekeana visasi, tunachukiana? Ni lazima kwanza tuwe na ukamilifu wa moyo ili Bwana tuinuliwe, tuwekwe kwenye nafasi zetu ulizotuangalia, kule kazini, kule shuleni, kwenye huduma. Baba, tupe ukamilifu wa moyo. Uliona ukamilifu wa moyo wa Ibrahimu, ukamwambia usinyoshe mkono wako juu ya mtoto wako, kwa maana sasa nimejua unanicho. Bwana, Ibrahimu alikuwa na ukamilifu wa moyo, akavuta baraka zake. Ahadi uliomaidi miaka 25 iliyopita Bwana alizilitimia kwa sababu ya ukamilifu wa moyo wa Ibrahimu. Bwana mabwana, kuna mtu mmoja umeahidi miaka mingi juu yake, lakini Bwana hizo ahadi hazijatimia kwa sababu amekosa ukamilifu wa moyo. Baba, msaidie mtu mmoja ili hizo ahadi ulizoahidi kwenye maisha yake, hizo ahadi ulizoahidi kwenye ndoa yake, Bwana ni mpaka awe na ukamilifu wa moyo kama alivyokuwa nao Ibrahimu. Ukamwambia Ibrahimu, uzuie mkono wako, usinyoshe kisu chako juu ya mtoto wako. Nimejua sasa unanicha. Bwana, kuna moyo wa mtu mmoja mahali hapa anasema, Bwana, ninataka kulicha jina lako. Moyo wangu Bwana, moyo wangu Bwana, usiwe kichaka cha shetani Bwana, nipe moyo mkamilifu.
Ni kwa sababu ya huyo moyo wa Ayubu. Bwana ulimlinda Ayubu, yeye na watoto wake, yeye na mifugo yake na watumishi wake. Bwana ulimwekea wigo. Kuna watu hapa hawajawekewa wigo wa ndoa zao, hawajawekewa wigo kwenye huduma, kwenye maisha yao, kwenye ujana wao, kwa sababu ya umekosa ukamilifu wa mioyo yao. Biblia inaniambia katika kitabu cha Ayubu sura ya 1 na mstari wa 1, kulikuwa na mtu mmoja huko Usi, alikuwa ni mtu mkamilifu, alikuwa ni mtu mwelekevu, mtu mwenye kumcha Bwana, mwenye kujiepusha na uovu. Maana yake huyu mtu moyo wake ulikuwa unamtia Bwana, unamtii Bwana. Maana yake huyu mtu moyo wake ulikuwa unamheshimu Bwana. Maana yake huyu mtu moyo wake ulikuwa unamlingana Bwana, ulikuwa umekazwa kumtafuta Bwana. Na Biblia inaniambia shetani akamwambia Bwana, kwa sababu unamlinda huyu Ayubu, kwa sababu umemzingira huyu Ayubu, umemwekea wigo. Kumbe moyo mkamilifu unamfanya Bwana kuwekea wigo. Kuona wala shetani ataona familia yako. Karabashata, kuna mtu mmoja, hilo ni ombi lake jioni leo kwa jina la Yesu. Bwana, wa kwanza ni mimi, wa kwanza ni mimi. Mandarabo sekete ripakarabayanda rabosa rapakaria. Ndio kuna binti mmoja anaomba kwa kumaanisha, kuna mama mmoja kwa kumaanisha, kuna kijana mmoja kwa kumaanisha mahusiano yake yamevunjika kwa sababu alikosa ukamilifu wa moyo. Maseketerebosa yata rima sayaka. Bwana msaidie, ametambua hawezi kujisaidia mwenyewe, mpaka Bwana umemsaidia, mpaka Bwana umemsaidia, mpaka Bwana umemsaidia. Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo. Karaboshataria mandarabosia. Asante Yesu, asante Yesu, asante kwa sababu Bwana unatusikia. Hebu nina dakika moja mshukuru tu Bwana. Mungu ni mwaminifu, ameyasikia maombi yako na amejibu, kwa sababu umehitaji moyo wake, umehitaji akupe moyo mkamilifu. Bwana amekusikia, na tangu sasa toka kwa ujasiri mkubwa kabisa Bwana ameumba moyo mpya, moyo mkamilifu ndani yako. Wala usiruhusu, tumeambiwa unaweza, huwezi kumzuia ndege kunya juu ya kiti chako, juu ya kichwa chako, lakini unaweza kumzuia asitage au asiweke kiota juu ya kichwa chako. Ndivyo ambavyo tumeelekezwa. Yanaweza kuja mawazo ya ushawishi, mawazo mabaya, wala usiruhusu kutawala ndani ya moyo wako, ndani ya moyo wako. Sogea tu kwenye kiti chako, mahali ambapo ulikuwa umeketi. Simama na nyosha mikono yako juu. Yes, simama na nyosha mikono yako juu. Simama na nyosha mikono yako juu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu, asante Yesu. When you are here God, katika jina la Yesu, Bwana unabadilisha, unagusa, na unapogusa unabadilisha, na unapobadilisha unaleta Bwana upya na usafi wa mioyo. Wakati upo mahali hapo Bwana unagusa, na unapogusa Bwana unabadilisha, na unapobadilisha unaleta upya.